Nadhani ni mara nyingi umeshawahi kusikia mtu ameanguka chooni usiku alivyoenda kujisaidia amefariki, au mtu ameamka asubuhi akaanguka akawa amefariki kwa mshtuko wa moyo. Au nadhani ni wengi mara nyingi ushawahi kusikia maumivu ya kuwa na ya viungo bila kuelewa vimetokana na nini. Lakini ni kwa asilimia kubwa uamkaji wetu asubuhi unaweza kwa kusababishia wewe, ukiamka vibaya unaweza kwa kusababishia ukapata matatizo ya viungo, lakini vile vile unaweza kukupelekea kifo. Na leo nitaenda kuelezea uamkaji bora ambao unakuwa bora kwa mwili wako na ambao utaweza kuzuia sana sana ili suala la mtu kuamka kwenda kudondoka chooni usiku ukienda kujisaidia, au kuamka ukapata kizunguzungu ukadhani labda mtu umelogwa. Nitaenda kuonyesha njia nzuri ya kufanya ili usije ukapata na hili tatizo. Kama ni mara yako ya kwanza usahau kusubscribe. Jina langu naitwa Nesia. Sasa kitu ambacho kipo ni kwamba tunapokuwa tumeenda kulala, unapokuwa umelala, yani mwili ni kama vile una tulia fulani. Misuli mingi ya mwili ina relax, inakuwa haifanyi kazi kwa muda. Viungo vyetu vingi vinakuwa vina relax. Kwa hiyo misuli michache labda kama ya moyo, ya mapafu ile ambayo inakusaidia kusukuma damu ndio unakuta inaendelea kufanya kazi, lakini mingi sana, milango mingi ya fahamu inakuwa imefungwa pale unapokuwa umeenda kulala. Sasa unapoamka ukaamka vibaya bila kuiweka ile viungo vyetu vizuri, ndipo hapo utakapokuja kupata hizo shida. Ndipo hapo unaweza kupata mshtuko wa moyo, ndipo hapo unaweza kutokea matatizo hayo ya kuanguka ukapoteza fahamu au ukafariki. Kwa hiyo tunaanza hapa kuonyesha zoezi ambalo unaweza kulifanya au namna bora ya kuamka pale utakapokuwa umeamka asubuhi kutoka kwenye usingizi wako mzito. Sasa tutafanya tu kama vile umeshtuka usingizini. Nimelala zangu hivi. Ukishtuka usingizini, zoezi la kwanza ambalo tunaanza nalo hapa linaitwa pumping exercise. Ili zoezi ni kwamba utakuwa unafanya vidole viguu vyako hivi, unapeleka visigino hivi, unarudisha hivi. Ili zoezi ni kwa ajili ya kuandaa mzunguko wa damu uweze kupeleka damu zako vizuri, na hasa kupeleka damu zako juu kwenye kichwa chako. Kwa ukifanya zoezi hili litasaidia kuanza kuchangamsha mwili wako, kupeleka damu kwenye ubongo, kwenye kichwa chako, na kufanya mzunguko ule wa damu uwe tayari mzuri. Zoezi la pili linaitwa knee flexion, ambako utaleta mguu wako mmoja hivi, unaurudisha, unainua, unaurudisha. Ili zoezi ni maalum kwa ajili ya kuandaa goti lako pamoja na misuli ya nyonga na nyonga yako. Ukimaliza mguu unakuja mwingine huku. Kwa hiyo hili zoezi lina uwezo wa kuambia sasa goti lako pamoja na nyonga yako kwamba wewe sasa uko tayari kuanza kutembea, kwamba linaandaa mwili wako pale unapoamka unaanza kutembea, linauandaa. Kwa sababu mwingine unapokuwa sasa umekurupuka ndio baada utakuja kupata maumivu ya nyonga, maumivu ya goti. Kwa unafanya hivi mara 3, unakuja unarudia tena huku mara 3, unafanya mara 2. Zoezi lingine ambalo tunaenda nalo hapa linaitwa butterfly deep breathing. Ili tutaweka mikono yetu hivi, unafanya sasa kama kipepeo ambao unakuja unaweka hivi, unarudisha hivi, huku ukivuta pumzi ndefu. Unavuta pumzi ndefu, ile deep breathing. Ili zoezi ni maalum kwa ajili ya kuandaa mapafu kuweza kuvuta hewa nyingi ambayo itasafirisha. Unajua unapokuwa umelala inakuwa ile hata ule usafirishaji mkubwa wa hewa au uhitajikaji mkubwa wa hewa unakuwa sio kama unavyokuwa unafanya kazi. Kwa hili zoezi litaandaa mapafu yako. Unavuta hewa nyingi namna hiyo. Zoezi lingine ambalo tunakuja nalo hapa linaitwa half sitting. Unajua watu wakishazoea wakiwa wanaamka huwa wanaamka hivi. Unaamka hivi unakaa. Lakini lingine ni kwamba ukiwa umelala hivi unataka sasa uamke,
uinuke, yani ukitaka kuinuka inabidi uinuke hivi kwanza kwa sekunde 3, sekunde 5 kabla ya kuinuka kabisa mzima hivi, kwa sababu ili zoezi litakusaidia uweze kuzuia uti wa mgongo usipate. Unaona watu wengi wanapata sana maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo kwa sababu ya iko. Hili zoezi ni maalum kabisa kwa ajili ya kusaidia mtu wa mgongo uweze kupata ile taarifa kwamba sasa hivi naenda kufanya kazi, sasa hivi niko tayari kufanya kazi, kuliko ile unakurupuka ndio hivyo unaumiza uti wa mgongo. Kwa hiyo ukiinuka unakaa hivi. Kwa hiyo amka, kaa hivi, unaegemea viwiko vyako hivi, huku mwili wote ukiwa umelala. Sio mazoezi hata magumu, sio mazoezi magumu. Unakaa hivi sekunde 5, afu unaendelea na steady nyingine. Kitu kingine ambacho watu wengi wanakosea ni jinsi ile ya kuinuka sasa ukiwa umelala. Njia nzuri ya kuinuka sio kuinuka hivi moja kwa moja. Njia nzuri ya kuinuka ni kwamba ukiwa umelala hivi, kwanza unageuka hivi hivi, unakunja miguu yako hivi, alafu unainuka namna hii. Alafu sasa ndo utashusha miguu yako hivi, alafu unainuka, unaendelea na mambo mengine. Kwa hiyo usiende ile titiri, inuka hivi upande upande. Ya mwisho kabisa ni kwamba ukiinuka sasa hivi, sasa si ndo nimekwisha inuka hapa, sinataka nishuke, nenda chooni, naenda kufanya kitu chochote, ni kwamba unakaa kwanza hivi, miguu yako itakuwa imening'inia hivi. Kwa unakaa hivi hata sekunde 2, kada sekunde 1, sekunde 2 au sekunde hadi 3, 5. Unakaa hivi. Baada ya hapo ndo unashusha kabisa miguu yako chini, unainuka. Mazoezi machache, na usione kwamba mengi, kwamba utaamka sasa yatachukua hata dakika ngapi. Ni kidogo sana, ni sekunde, kwa sababu hapo unafanya tu moja, yani ni sekunde 2, sekunde ngapi, afiki hata dakika 5 kufanya hivi kitu. Kitakusaidia sana 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 sana, hasa ukishakuwa kama wale watu wazima na wale watu wenye matatizo ya moyo, wale watu wanene. Ni vizuri sana ukazingatia hii kitu kabla ya kuamka, ukazingatia kufanya hivi kabla ya kuamka. Kwanza kwa ajili ya moyo, mzunguko wako wa damu, mapafu, lakini vile vile kwa ajili ya viungo vyako. Lakini ujue kwamba hiki kitu ni hatari. Ni kitu hatari ambacho kinaweza kukuua. Sio tu kwamba utapata madhara, kinaweza kukuua. Mmeshaona watu wengi ambao wamepoteza maisha kutokana na hivi vitu. Kwa hiyo tuwe makini, tuzingatie hivi. Tuzingatie hivi hasa hapa kwenye kuinuka. Hapa kwenye kuinuka, ukiwa hii ambayo nimekuambia hii